Dira Zanzibar, Zanzibar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Gumzo la Dira Zanzibar. Karibu tena katika mfululizo wa mazungumzo yetu kuhusu masala mbalimbali ambayo yanahusu nchi yetu tunaipenda Zanzibar. Kama ambavyo mnajua nyote kwamba wiki hii vyama vikubwa viwili vya siasa Zanzibar, kwa maana chama ambacho kimeshika madaraka CCM na chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo, vimesaini tamko la pamoja kuelekea utekelezaji wa ajenda za maridhiano ambayo huenda ikarudisha serikali ya umoja wa kitaifa na mengine ambayo yamekubaliwa baina yao. Leo tunakutana hapa kujadili kile ambacho kimefikiwa mpaka hatua hii, ukiangalia namna kilivyo kadri ambavyo tunakijua, na pia kupima mustakbali wa Zanzibar kwa kauli ambazo zimetolewa na pande zote mbili ambazo zinahusika na maridhiano haya ambayo yanatajwa. Kwa mara nyingine tupo hapa kwenye Dira Zanzibar, mwenzangu Abdul Fattah Musa, mwandishi wa habari na mchambuzi, tunaye Saleh Albato, muasisi kabisa wa Dira Zanzibar na miongoni mwa waandishi wakubwa wa Zanzibar, na kijana wetu hapa Mohamed Khamis akiwa kisiwani Pemba. Naona hapa pia Salma Said anaingia, labda muda mfupi ujao atakuwa nasi hapa. Haya basi jamani, karibuni sana kwenye Dira Zanzibar, na moja kwa moja twende kwenye mkongo wetu Saleh Albato. Tunataka kauli yako baada ya yote haya ambayo tangu juzi tarehe 9 siku ya Alhamis mpaka leo tunalikuwa kipindi cha siku ya Jumapili, ambao umeyasikia, umeyaona, umeyashuhudia, umeyashiriki katika swala hili la mwelekeo wa kuelekea maridhiano ya Wazanzibari. Kipi kwanza umekifahamu kupitia tamko la pamoja lilotolewa na kusainiwa na viongozi ambao waliwakilisha vyama vyao? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah habibi. Bado jambo linatua kidogo kidogo, linapenya kidogo kidogo, linaingia kidogo kidogo, bado halijatenga wanaoamini kwamba hili limetokea na wale wanaoamini kwamba ni mchezo tu utakwisha tu, na wale ambao walikuwa wanataka hili litokee sio kwa sababu ya uchaguzi wa juzi, wala si kwa sababu ya uchaguzi au tangu vyama vingi hivi, lakini kwa sababu Zanzibar haikupata uhuru ili yawe haya yaliokuwa kitokea kwa miaka hii yote ambayo tangu bado uchaguzi hazijaanza, kadhia mbalimbali za watu kukamatwa, watu wamekamatwa kwa mamia, wamepotea kwa mamia, wamefungwa kwa mamia, wamepotea kwa mamia, mpaka tukaja kwenye uchaguzi, kwenye vyama vingi, yote yaliyotokezea. Lakini ACT ambao mimi ni mjumbe wa kamati kuu, tumesema tuchukue juhudi za maksudi, tushushe huu mzigo kwa watu, ili kama ilivyosemwa na mwenyekiti Othman kwamba kuna makundi matatu, ambayo kundi lile ambalo linaamini kidogo, linaamini sana, na wale ambao hawaamini ya sawa, huu mchezo utapita kama uliopita mchezo mwingine. Hawa wote tuwalete katika understanding moja inayofanana, sababu tulikuwa na understanding ambayo bado itaendelea kwa wale wanaamini nchi ya kimapinduzi bwana, tufanye lolote tutapata tabu katika kuendea mwafaka. Lakini sisi kwanza tunaanza kwa watu wetu, na tumetakiwa hasa na umeona jana kulikuwa na kikao cha wajumbe wa kamati kuu na viongozi wengine, na leo kumekuwa na mkutano wa wanachama mbalimbali ngazi mbalimbali, wakielezewa mambo mawili yaliyotokezea Ikulu siku ile. Kwanza ni kusainiwa ule mambo ya jumla ambayo yanasema kwamba watu hawa, pande hizi mbili zinasaini mkataba huu kadha wa kadha wa kadha wa kadha, wakaanguka, na dokumenti hiyo ndio ambayo imekwenda public mpaka hivi sasa. Lakini baadaye kuna document nyingine ambayo imesainiwa, imetoa neno baada ya neno au hoja baada ya hoja iliyokubaliwa na kutiwa saini kwamba haya mambo yatatekelezwa. Yatatekelezwa kwa sababu ndio mwafaka wenyewe. Yale
pamoja na vipengele vyake, nakusudia yale yaliyoelezwa yakasainiwa pale, ile ni kuiambia hadhira ya kilimwengu na kimataifa kwamba watu hawa sasa wamekubaliana wakae meza moja. Lakini wakae meza moja kwa mambo gani? Haya mambo yametajwa kwa urefu, ni pamoja na yatakokuwa mezani pamoja na tume huru ya uchaguzi, mchakato wa katiba mpya yenyewe itajadiliwa, swala zima la utoaji haki, swala zima la serikali za mitaa, swala zima za vitambulisho vya ID ambayo tunajua kwamba kama kuna sumu, kama kuna kipengele kikubwa cha kujadili cha kusababisha vurugu yote hii ni pamoja na swala la vitambulisho. Maeneo mahususi mbalimbali yametajwa. Kutaundwa tume ya maridhiano, kamati ya kupitia uchaguzi. Uchaguzi utachunguzwa si kwa maana ya kumtia mtu kamba au kumtia mtu pingu, lakini walojadiliana wameona hakuna haja hakuna sababu ya kwenda mbele bila lililotokea juzi lisitizamwe. Kwa hivyo wamekubaliana kwamba uchaguzi utapitiwa na utahojiwa, halafu utakuwa na marekebisho juu ya vyombo vya habari ambavyo hivi sasa kama tunavyojua vimeelemea sana au vimeelemezwa sana, kwa vinaonekana kama vinatumikia dola zaidi. Lakini kutaundwa kamati ya kufacilitate mabadiliko yote yatakayotokezea. Kutawekwa ratiba maalumu ambayo itatekelezwa na kila kitu kwa wakati wake, nani atatekeleza, nani atafanya hivi. Haya yote yameshatiwa saini. Sasa itafuata hatua nyingine zitakazofuata haraka sana. Itaundwa kamati ambayo itapitia mambo katika hayo yaliyotajwa, kisha baadaye kutatengenezwa sheria. Sheria hiyo itakuwa sheria yenye upana kidogo wa kufanya haya maridhiano yaweze kufanya kazi. Bila sheria kutakuwa hakuwezi kufanyika kitu. Kwa hivyo sasa hivi tunachosubiri ni utekelezaji ambao utaweza kufanywa, utaweza kuenezwa na lakini sisi tunaanza kwa wanachama wetu kuelezea, lakini baadaye itaelezewa kwa wananchi wote kwa jumla, kwa sababu at the end of the day watakaomiliki mwafaka ni Wazanzibari. Chama anachotoka si muhimu, jimbo anatoka si muhimu, lakini Wazanzibari kwa umoja wao wote ndio watakaomiliki huu mwafaka. Sasa kwa hivyo watu wote watakiwa wawe na uelewa wa kutosha wa kuweza. Ndio maana kule mbele tukasema pia kutakuwa na nyuma, tukasema pia kutakuwa na elimu ya kuelimisha wananchi juu ya hali ambayo imekubaliwa, ili na wao waweze kufuatilia. Babu Duni leo alipokuwa akihutubia alisema ingefaa kutengenezwa kijitabu kidogo hivi ili kila mtu awe nacho, anaweza kukipata, awe nacho ili aweze kujua nini kimetokezea, aweze kufuatilia nini kimetokezea, nini kimefanywa, kwa nini hakijafanywa, awe yeye anamiliki huu mwafaka. Hilo ndo muhimu. Tukimiliki mwafaka, yale makundi matatu alizungumza Omo pengine yatayayuka au yataondoka kidogo kidogo. Sote tutakuwa na nia moja kwa ajili ya Zanzibar yetu. Asante sana Al-Saleh Albato, na nilisahau kutambulisha kwamba bali ya kwamba ni mwandishi wa habari, mwanasheria na mwandishi wa fasihi, lakini pia umetambulisha mwenyewe kwamba ni mjumbe wa kamati kuu ya chama chako cha ACT Wazalendo. Kwa hivyo hapa unazungumza na sisi kama ni mtu wa ndani, kuzungumza na sisi kama mchambuzi, ingawa nazungumza katika capacity yangu binafsi. Asante. Nashukuru sana. Abdul Fattah Musa, umemsikia Albato alivyotuchambulia alichokielewa na anachokijua katika swala hili, na mengine ndani ametueleza mengine ambayo hakika siku ya tarehe 9 panatiwa saini ilitamko pamoja na hizi hoja hazitajwa wazi, na wengi wanalisema mpaka ya maana hawa CCM na ACT zogolote hili umeenda kusini ambacho akisoma tu hapa. Huyu anaitwa yule katibu mkuu kiongozi na katibu Baraza la Mapinduzi Bi Mosi Kasim,
Kwa hivyo wakaona kwamba hakuna kilichofanyika, lakini Alisali atuambia hapa hapana, kuna mengine yaliyosainiwa pale ambayo ni hizo hoja na ambazo amezitaja miongoni mwao hapa, na mimi pia nimemsikia leo Othman Masudi, mwenyekiti wa chama chake, alipokuwa akizungumza kwenye mkutano wa ukumbi wa Piccadilly, akizitaja kwa ufafanuzi mkubwa zaidi. Kwa hivyo Abdul Fattah, baada ya hayo na mengine ambayo umeyasikia tangu siku ya Alhamisi, yupo nyumbani Zanzibar hapo, kipi kinakujia kichwani mwako kwa safari hii ambayo tumeianza? Safari ipo au haipo? Nimemsikiliza vizuri Bwana Alberto na maelezo yake, kwa hakika kwa kiwango kikubwa yametupa faraja sisi wengine ambao hatujapata taarifa kwa kina zaidi kama hizo ambazo yeye ametuwekea hapa hivi sasa. Mimi labda niseme au nigusie nukta mbili tatu kuhusiana na hili swala kwa ujumla. Kwanza kabisa ni kwamba kinachofanyika ni jambo la msingi na muhimu sana kwa ajili ya mustakabali wa Zanzibar. Bila kuwepo na maridhiano ya kisiasa ni vigumu kutarajia Zanzibar kuwa na mustakabali mzuri. La pili ni kwamba kitu ambacho mimi binafsi nikijaribu kulinganisha miafaka ya kisiasa katika nchi yetu, na ningependa zaidi kulinganisha hii miwili mikubwa ya karibuni, sitotaka kurudi nyuma tokea baada ya kuanza chaguzi za vyama vingi mwaka 95 na migogoro iliyoibuka baada yake, lakini nitalinganisha ule wa mwaka 2010 uliopelekea kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa na huu unaotaka kufikiwa sasa. Ni kwamba bila shaka huu wa sasa, hasa kwa kuzitilia manani pia bila shaka kuna nafasi yake maalum kwamba mwenyekiti wa ACT Wazalendo hivi sasa ni mtu mtaalamu wa sheria, ni mtu mbobezi wa sheria. Bila shaka yale mapungufu ambayo pengine yalionekana katika muafaka uliopelekea kuundwa JNU, ambao nao pia bila shaka masuala mengi ya kimsingi yaliyolalamikiwa, likiwemo swala pengine la kuwa tume huru ya uchaguzi na kasoro nyinginezo mbalimbali za msingi ambazo zimepelekea kuwa na mivutano hasa katika swala zima la uchaguzi. Bila shaka katika muafaka wa sasa au maridhiano ya sasa, endapo yatafikia kwenye hatua rasmi ya kufanikishwa, yatakuwa yamezingatia sana kuona kwamba vipi haya yanayokubaliwa, haya yanayoridhiwa na pande mbili kweli yatakuwa na dhamana ya utekelezaji, hasa kwa mtazamo wa kisheria, na si pengine upande mmoja kuhisi kwamba unapigwa danadana na mpaka katika hatua ya mwisho upande mmoja unasema hapana, tume ya uchaguzi ni huru, watu wa upinzani wanawakilishi ndani yake, na matokeo yake ni kwamba chaguzi zinazofanyika wapinzani wanalalamika kwamba haki haikutendeka. Kwa hivyo matumaini mamoja makubwa ambayo yapo kuhusu hili bila shaka ni hayo ambayo tumekuwa tunaelezwa kuhusu kuundwa pengine kamati maalum ya ufuatiliaji, swala hili kupewa nguvu kamili ya kisheria, kupitishwa kama ni sheria na mengineyo na mengineyo. Hili ni swala moja la msingi, lakini mimi kwa upande wangu ningependa pia katika swala la matumaini ya swala hili, mimi binafsi ninapoona kwamba katika kutolewa tamko hili tu na si kufanikishwa hayo ambayo yanakusudiwa kuja kujadiliwa na kwa ajili ya kupitishwa, kumuona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na viongozi wengine waandamizi wakubwa wa serikali ya muungano wanashiriki pamoja katika hafla hii, kumenipa hisia kwamba tena na kwa mara nyingine ni kwamba suala hili limepata zaidi msukumo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano, na hapa kutaonekana kuna hali fulani ya tofauti kulinganisha na miafaka mbalimbali iliyopita. Katika miafaka mbalimbali ya mgogoro wa kisiasa wa Zanzibar iliyotokea huko nyuma, nguvu ya juu kabisa ya uongozi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na chama tawala cha Mapinduzi ilikuwa ni viongozi ambao wametokea upande wa pili wa muungano. Lakini binafsi kuna hali fulani ya faraja au hali fulani ya matumaini ambayo ninaipata baada ya kuona kwamba hili suala kwa namna moja au nyingine lina msukumo wa Rais Samia Suluhu Hassan. Ninaamini hivyo, na anasema ninaamini hivyo kutokana niliyoyasikia mara kadhaa kulipotokea mizozo ya chaguzi ndogo za Pemba baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 na kuona jinsi gani sauti yake na msukumo wake ulivyochangia kwa kiwango fulani kuweza kufanikisha haki kutendeka kwa kile ambacho wapinzani walikilalamikia. Na hata baadhi ya masuala ambayo tumekuwa tukimsikia mwenyekiti wa ACT Wazalendo alipokuwa akieleza vikao mbalimbali walivyofanya kwa ajili ya kufanikisha uchaguzi wa 2025,
na maridhiano ambayo walifikia, lakini baadaye alivyoeleza yeye mwenyewe kwamba upande wa pili ulikataa kutekeleza yale ambayo yaliafikiwa au yaliagizwa yatekelezwe na mwenyekiti wa CCM. Haya yote yananipa dhana mimi kuona kwamba msukumo wake una nafasi muhimu sana katika swala hili. Hili kwa kiwango fulani linanipa matumaini, ingawa halinipi hakikisho ya kwamba haya yanayozungumzwa au haya yanayokusudiwa kufikiwa maridhiano bila shaka yatakuwa na tija ambayo Wazanzibari walio wengi wanatarajia kwamba iweze kupatikana. Isipokuwa kuna vitu viwili ambavyo mimi kwa upande fulani vinanipa wasiwasi. Kwanza kabisa ni kwamba nikikumbuka katika maridhiano ya mwaka 2010 au mwafaka wa 2010, baada ya kufikiwa mwafaka ule, aliyekuwa wakati ule rais wa Zanzibar na makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar Dr. Aman Karume alionekana kwa uwazi kabisa kwamba alikuwa amedhamiria kwa dhati kufanikisha mwafaka ule, na ndivyo ilivyoonekana msimamo wake mpaka hivi sasa. Ameonekana kwamba alilisimamia lile kwa nia njema, lakini kidogo nimepata wasiwasi katika haya maridhiano ya sasa. Wakati zilipoanza kutolewa taarifa kwamba tayari kumekuwepo na mawasiliano baina ya pande mbili, katika kipindi cha katikati niliwahi kumsikia makamu mwenyekiti wa Zanzibar Rais Hussein Mwinyi aliwahi kufanya nadhani mikutano kadhaa katika mikoa ya Zanzibar, mikoa yote ya pande ya Unguja na Pemba, kuzungumza na wanachama na wafuasi wa chama cha CCM, na alitoa kauli ambazo kidogo zilinipa wasiwasi alipokuwa akizungumza kwamba yatakayozungumzwa, yatakayojadiliwa na yatakayofikiwa hayatafanyika kwa sura ya kwamba chama cha CCM kitakubali kuburuzwa na wapinzani au kitakubali mambo ambayo yatahatarisha maslahi ya nchi, na lugha kama hizi ambazo kidogo mimi zilinipa wasiwasi. Na niseme tena kwamba nimebahatika kusikiliza kipindi cha redio yenu ya DW cha Maoni ambacho kilijadili swala hili, na mmoja wa washirika alikuwa ni kiongozi mwandamizi wa Chama cha Mapinduzi kwa upande wa Zanzibar, na yeye vile vile katika mazungumzo yake aliyozungumza, kwanza alionyesha kwamba hakukuwa na matatizo yote ya msingi katika uchaguzi uliopita ambayo inajulikana kwamba ndio chanzo cha mzozo ulioibuka tena na chama cha ACT kukataa kujiunga katika serikali ya umoja wa kitaifa, na vile vile akaonyesha kwamba suala la kufikiwa mwafaka au maridhiano baina ya pande mbili au kutofikiwa, yote hayo yapo katika majadiliano yatafanyika. Haya nayo pia kwa kiwango fulani, maelezo haya kidogo mimi yamenipa wasiwasi fulani, pengine labda na mimi nitaingia katika hao wale ambao matumaini yao kwa hakika si ya kiwango kikubwa sana kutarajia kwamba kweli mara hii pengine utapatikana kweli mwarobaini wa kulimaliza tatizo letu hili, na inshallah Zanzibar kuwa na mustakbali mzuri sana wa kisiasa, na hasa kwa kuzingatia kwamba katika hayo yanayojadiliwa kuna swala zima pia la kushughulikiwa pengine mchakato wa katiba ya Zanzibar. Kwa hivyo tathmini yangu kwa ujumla juu ya haya, nitatumia ule msamiati maarufu katika imani yetu ya Kiislamu, khaufan wa raja au khaufan wa tama, kwamba kwa upande fulani ninapata bado wasiwasi wa kuhisi kwamba kama wanavyosema watu wengine kwamba baada ya haya yote pengine mwishowe tutakuja kurudi tena kule kule, lakini kwa upande mwingine kuna vitu ambavyo vinanipa msukumo maalum wa matumaini kwamba inshallah labda mara hii pia utaweza kuwepo wale ambao wanataka, wenye nia dhati, watakuwa na sauti kubwa zaidi ya kulisukuma hili, hata kama kutakuwa pengine wapo viongozi wengine waandamizi wa pande zote mbili ambao watakuwa pengine hawayataki maridhiano hayo yafikiwe, na mustakbali huo wenye manufaa na wenye maslahi kwa Zanzibar na Wazanzibari wote uweze kupatikana kupitia maridhiano haya ambayo yanakusudiwa kufikiwa. Asante sana Fatah, umenikumbusha hilo la makundi bwana Salih alitaja. Kwa hivyo inaonekana kwamba wewe upo katika kundi la kwanza la ambaye kundi sema la pili. Kundi la kwanza la watu ambao wana matumaini na wana hakika kwamba haya yaliyokubaliwa yatatekelezwa kikamilifu. Kundi la pili ndio ambalo upo wewe, una matumaini lakini una hofu. Kwa hivyo hofu yako inakufanya kama usiamini mpaka atakapokuwa, ama sivyo? Naam, bila shaka. Labda ile swala tulipolia kwako Salma Saidi kabla jiona kwa Mohamed Hamis. Wewe kundi la ngapi Salma? La kwanza, la pili, la tatu? Salma Saidi. Naam. Kundi la ngapi? La kwanza, la pili, la tatu? Siwezi kusema kundi la gani lipi, la kwanza au la pili, la tatu.
lakini naweza kusema maelezo yako atuambia basi. ndio nilikuwa naweza kusema kwamba nitakachozungumza nitajulikana niko katika kundi gani. Taib. Kwa hakika mimi nachukua maoni yale ya makundi matatu na kweli ukitizama kama angekuwa hakusema yale makundi matatu, hakuyataja, basi niseme tu nisingefurahi, lakini nimefurahi kwamba ameyataja makundi matatu, na bahati nzuri sana katika makundi matatu ambayo ameyataja, makundi yote matatu walikuwemo miongoni mwao waalikwa, yaani walokuwepo pale Ikulu wamo katika makundi yote matatu. Bahati nzuri sana kwamba ameyataja makundi matatu na wenyewe wapo pale pale. Kwa hivyo wapo ambao wanajulikana moja kwa moja kwamba huyu yupo katika kundi gani, na wengine hawajulikani kwa maana kwamba walikuwa wanacheza underground. Kwa hiyo walikuwa hawajulikani kwamba hawa wapo katika kundi gani. Kwa mfano, maridhiano yale yaliofikiwa wakati wa Dr. Amani Karume na Maalim Seif, kuna watu wazi wazi walikuwa wakionyesha kwamba wao hawakubaliani na maridhiano yale, na watu hao walikuwa sio kama ni watu labda wafuasi tu wa vyama au walikuwa ni wapenzi tu wa vyama, bali walikuwa ni viongozi wakuu tu wa ndani ya serikali. Kwa hivyo uzuri ni kwamba baadhi yao walikuwa wanaonekana au wanatoa matamshi au wanafanya vikao na watu wengine na wanajulikana, lakini wengine walikuwa hawajulikani kwa maana kwamba wao walikuwa wanawawakilisha watu wengine. Kwa hivyo wakionekana wale watu wengine wa kawaida, wale viongozi walikuwa hawaonekani, lakini sisi kama wachambuzi ama waandishi wa habari tulikuwa tunawajua kwamba fulani na fulani, kiongozi fulani na fulani si miongoni mwa wanaopenda maridhiano, si miongoni mwa wanaounga mkono maridhiano, na wengine wameshakufa, Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema, lakini walikuwa wanatoa matamshi mpaka tuliwahi kuwakoti na tukakamata nukuu zao na kuwataja, na tunasema hasa kama wanapingana na kiongozi huyu, wanapingana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wakati ule alikuwa Kikwete. Kwa hiyo tunaona namna gani kwamba makundi matatu yanatajwa, lakini na wao wenyewe wamo miongoni mwao mwa viongozi. Wengine bado wako wananyadhifa na wengine bado sasa hivi hawapo katika hizo nyadhifa. Kwa hakika ukija katika mitaa mbalimbali unapata hisia tofauti kabisa. Miongoni mwao watu wengi wanasema katika hilo kundi la pili ndo wapo wengi, japokuwa kundi la kwanza wapo wengi na wanataka hivyo kidogo Salma, kwa sababu ya najua kwamba tunaangalia na watu ambao pengine hawakuisikia hiyo hotuba yenyewe, na mpaka sasa tumekuwa tukiwataja makundi tu, kundi la kwanza, la pili, la tatu, hawajui kundi la mwanzo lipi linaamini nini, kundi la pili lipi linaamini nini, na kundi la tatu. Bila shaka kwanza tufafanulie ili kwa sababu kwa maslahi ya watazamaji wetu, sisi humu tunajua tunachomaanisha, lakini watazamaji wetu hawajui tunaposema kundi la kwanza tunamaanisha imani yao ni ipi kuhusu kama Samani Mohamed. Naam, Samani. Tafadhali. Lakini pia tuseme kwamba hayo makundi yalisemwa na mwenyekiti wa ACT alipokuwa akihutubia Ikulu. Sawa. Makundi matatu yaliyotajwa na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman ametaja kundi la kwanza kwamba wapo ambao wanataka maridhiano, wanayapenda maridhiano na wanataka yaendelee kuwepo hayo maridhiano, na yani wanayaunga mkono. Kundi la pili wanaamini kwamba yatakuwa na wana hamu yawe, yani yafanikiwe. Kundi la pili ambalo wanataka maridhiano lakini wana hofu, wana wasiwasi, wamekata tamaa na
imani yao kwamba wanayapenda na wanataka, lakini hofu yao ni kwamba kama ndo yale yale, kama mishafika miafaka mingi Zanzibar, kushakuwa na maridhiano ya aina nyingi Zanzibar, kwa hivyo hawaamini, kwamba wanahisi kama si kitu cha kweli au si kitu cha kuendelea, au kwamba kinaweza watu wakakubaliana hivi alafu baadaye yakabadilishwa, kama ambavyo miaka yote inavyofanyika kila inapofanyika hiyo miafaka na maridhiano. Sasa kundi hili alisema kwamba wapo wengi, lakini sio wengi sana kama hili kundi la kwanza. Lakini mimi kwa mtazamo wangu nahisi hili kundi la pili hili ndo wapo wengi sana kuliko hilo la kwanza, lakini hili kundi la pili linaweza likapata moyo iwapo kama kutakuwa na muendelezo wa hili jambo. Kwa hatua ya kwanza kutengenezwa mswada na kupelekwa katika Baraza la Wawakilishi linalokuja sasa hivi, yani baada ya hili la budget lililomaliza, linalofuata kupelekwa mswada, na mswada wenyewe ni huu wa kuundwa kwa kamati ambayo itasimamia maridhiano kama ile ya Truth and Reconciliation ya South Africa labda. Kwa hivyo watu watapata matumaini iwapo hichi kitu kitafanyika, na hawa kundi la pili wakiunganishwa na kundi la kwanza watakuwa wengi zaidi, kwa sababu hawa ni wengi na hawa ni wengi, lakini hawa kundi moja limewazidi wengine. Kundi la tatu hili ambalo ndo wamesema ni wachache, mimi nakubaliana na yeye kwamba hili ni kundi la watu wachache, ni kundi la watu wenye maslahi, ni maopportunist, na ni kundi ambalo hawataki na hawapendi lifanikiwe. Kwa hivyo watafanya any means, kila aina ya mbinu au kuwavunja moyo watu ili lisifanikiwe. Hiyo ndio dhana ya hili kundi la tatu, ambalo hili kundi lilikuwepo na lipo na litaendelea kuwepo. Kwa mtazamo wa freedom of expression tunasema yale ni mawazo yao, na hata kama hatuyakubali tunapaswa tuyaheshimu, lakini kwa maslahi ya kitaifa ya kwenye suala la umoja, mshikamano ambao baadaye huleta na maendeleo na ustawi wa jamii, basi hata kama ni mawazo yao ni mazuri, lakini kwa mtazamo wao ni mazuri, lakini hayapaswi yani kuzingatiwa sana. Hayapaswi kuzingatiwa sana kwa sababu yanavunja au yanaleta migogoro, yanaleta sitofahamu katika nchi, na ambayo yanaondosha ule ustawi wa wananchi kuwa pamoja, kuwa na maendeleo. Nzuri Salma unayosema, kwa sababu tunaposema kwamba kundi hili linapaswa kupingwa, na wakati mwingine mimi naamini kwamba linapaswa kutajwa, hasa hata kama kusema ni fulani na fulani na fulani, tuwataje, tuwaibishe. Kwa sababu gani? Kwa sababu upande mmoja unaozungumzia wa kuwa na uhuru wa kuwa na mawazo, ni kweli kabisa, wana uhuru wa kuwa na mawazo hayo bila shaka. Tatizo linakuja kwamba uhuru huo wa mawazo wanaupitisha, ili wazo lao liwe, walazimisha kupitia njia ya mauaji ya wengine. Wanaua watu, wanaingiza nchi katika machafuko, wanaingiza nchi katika hasara kubwa sana, kiasi cha kwamba sisi miaka 4 mizima baada ya uchaguzi, mwaka mmoja kabla ya uchaguzi tupo katika hali ngumu, miaka 4 baada ya uchaguzi tupo katika hali ngumu vile, kwa sababu ya watu hao wachache ambao wao kazi yao ni kwa sababu tu ya kutaka madaraka na kutaka vyeo. Maana yake si kwamba eti kuna itikadi ambayo wanaitegemea, kama hiyo wanaposema mapinduzi daima, labda kwamba nchi ya mapinduzi hii, kwa hivyo hawezi kukabidhiwa mtu mwingine ambaye hatokana na mishipa ya kimapinduzi. Hawayajui hata mapinduzi, hawayaamini mapinduzi yenyewe kwa hakika, wanaamini kuhusu fujo na mwagaji damu na ufisadi tu walionao. Kwa hivyo mimi nakubali hiyo nukta yako ya kwanza, ya kwamba kweli wana haki ya kuwa na fikra zao tofauti na wengine, lakini pia katika upande wa pili, sisi ambao tupo katika upande, mimi nikiwemo pia, leo nimesema nitakuwa ni refa na mchezaji wakati mmoja, nitakuwa hiyo zeki wakati huo naendesha uchaguzi, wakati huo napiga uchaguzi. Mimi mtazamo wangu ni kwamba
wasiheshimiwe wala wasipewe nafasi yoyote ya kuonekana watukufu, wakaonekana kwamba wana hadhi yote ya jamii. Waaibishwe, watajwe, waaibishwe, ili kwa kuaibishwa huko pengine wataona haya, kama wanao uwezo kuona haya. Lakini uone haya lazima uwezo kuona haya uwe nao katika nafsi yako mwenyewe binafsi. Mimi naweza kupata hiyo uwezo kuona haya hawana, lakini waaibishwe, watengwe kabisa, kwa sababu bila ya hivyo, kwa sababu ya maslahi yao machache tu yao wachache, wanaiangamiza Zanzibar miaka aenda miaka rudi. Endelea Salma, nilikuwa nimeingia tu hapo kidogo kuchemua na mimi. Haya, sawa sawa, na nitatoa mfano katika kipindi cha nyuma. Mwenyekiti kajichemua. Katika kile kipindi cha maridhiano yale ya Dr. Amani na Maalim Seif waliokubaliana 99, mimi binafsi niliwahi kuandika kufanya analysis na uchambuzi, na nikasema hasa kwamba hawa ambao hawataki maridhiano, manake wao walikuwa hawataki. Of course mmoja alijitangazia kabisa yeye, na alikuwa waziri, na tulimwandika, na hiyo story ilitoka tu kwamba yeye anapingana na Kikwete, na kwa hakika ile story tulikaa siku 3 tunatafutwa, lakini ilitoka. Sasa hao wengine tuliwajaribu kuambia kwamba kama nyinyi hamtaki, hayo ni mawazo yenu na hampaswi kupingwa, sawa, lakini si mjitokeze ili tuseme fulani na fulani katika serikali ya Dr. Amani Karume hawataki. Mmoja akasema kwamba hawawezi kwa sababu wao ni viongozi wakuu, lakini tunaweza kumtumia tukawataja wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, na kuna mkuu mmoja wa wilaya yeye aliwahi kupingana na hilo na akatolewa. Baada ya kutolewa yule, ndo hapo wale wengine nahisi wakawa na hofu, lakini walikuwemo ndani ya baraza la wakilishi, baadhi ya wajumbe wa baraza la wakilishi, wengine wako serikalini, wengine mawaziri, wengine makatibu wakuu, wengine wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya walikuwepo. Kwa hiyo tulivyokuwa alikuwa mkuu wa wilaya Kati Ali Hassan, si Ali Hassan Hamis anaitwa wilaya Kati, ndio, na akatolewa yeye, akaondoshwa katika wadhifa wake. Sasa baada ya kuondoshwa wale wengine wote wakawa kidogo wakapungua ile kasi, lakini walikuwa wanakwenda kwa kasi kubwa kabisa, yani kwa maana kwamba wenzi wao wanafanya jitihada ya kusema wanataka hili jambo, na wao walikuwa wanafanya kila jitihada ya kuonesha kwamba hawataki, lakini hawataki kusema, lakini walikuwa wakifanya kila mbinu ya kuwa hili jambo lisifanikiwe. Na ndio maana kama mnakumbuka, kulikuwa kunachapishwa vipeperushi, na vipeperushi vile vikitajwa kwamba fulani na fulani anaunga mkono. Miongoni mwao ni hao ambao hawayataki, walikuwa wanatajwa sasa kwamba wanayaunga mkono, mimi ni fulani naunga mkono, wakati wanajulikana kama hawataki. Ilikuwa kama ni mbinu ya kuwaadabisha. Kwa hivyo vipeperushi vile vilikuwa vinatupwa usiku, na vilikuwa vinatupwa katika barabara, vinatupwa katika ofisi za waandishi wa habari, zilikuwa vinatupwa katika maeneo mbalimbali, ili watu asubuhi wanakuja wanavikuta vile vipeperushi. Hiyo nazungumzia ilikuwa kabla ya kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, ndio ilikuwa process zinaanza, yani mchakato wa kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hiyo watu walikuwa hawataki, lakini walikuwa hawataki kusema, na hiyo hawataki kusema kwa sababu wanaona wao wenyewe kwamba lile jambo sio zuri na halipendezi, lakini kwa sababu tu wanaendekeza ule unafiki kwamba kujifanya kama wanataka wakati hawalitaki, na hawalitaki bila shaka kwa sababu ya maslahi yao, kwa sababu hakuna jambo jingine. Huwezi kukataa umoja, huwezi kukataa mfungamano wa nchi kwenda mbele kwa sababu tu tufungwe na kusema kwamba sisi wana mapinduzi, sisi wana hivi, kwa sababu hata mapinduzi miongoni mwa malengo ya mapinduzi ni kuleta umoja na mshikamano
maendeleo. Sasa unaposema hutaki, sasa sijui unazungumzia mapinduzi ya aina gani yaliyofanyika 1964. Kwa hiyo ni kwamba mimi nadhani kwamba watu ambao kama unavyosema kwamba wanapaswa kutajwa na kuelezwa hasa kwamba fulani hataki, na anaweza akatoa sababu yake, pengine anazo sababu, kwa sababu kila jambo mtu anakataa ana sababu zake na anakubali ana sababu zake. Kwa hivyo watoe sababu zao ili tuwasikie, kwa sababu mimi binafsi nilikuwa nasema katika kitu ambacho naweza nikakisema kwamba kwa fani ya uandishi wa habari, ambapo labda kama nitaonekana nimekiuka maadili au nimekwenda kinyume, basi ni kwenye suala la maridhiano, kwamba sikuwapa nafasi wale ambao walikuwa hawayataki, na hatukuwapa nafasi kwa sababu tulikuwa tunaona hawataki kujitaja. Hao wachache waliojitaja tumewataja, lakini hao wengine tulikuwa hatuwapi nafasi kwa sababu walikuwa hawataki kutajwa majina yao wala hawataki kutajwa nyadhifa zao. Kwa hivyo huwezi tu kusema kwamba fulani kasema wakati mwenyewe hajataka kutajwa. Kwa hivyo walikuwa wanatuambia tu andikeni kwamba sisi kundi kubwa hatuungi mkono, lakini hawataki kutajwa. Kwa hivyo sisi tukawapuuza, hatukuweza kuwapa nafasi. Naam, na kwa sababu pia hiyo dhati ambayo umeisema kwamba palikuwa na kiongozi madarakani ambaye alikuwa anayataka maridhiano, ndio muasisi katika maana hiyo kwamba Aman Karume alikuwa amekutana na Maalim Seif, kwa hivyo waasisi wawili, kwa upande wa serikali kiongozi wa serikali ambaye alikuwa anayataka, na kwa sababu ya kulinda maslahi yao ambao hawayataki walikuwa wanaogopa kusema waziwazi. Lakini hii ndio kwa sababu kuna utashi wa kisiasa wa kiongozi wa juu wa nchi, na hili nitakuuliza Mohamed Khamis hapa. Unajua wewe ni kijana, bila shaka hukumbuki mengi kuhusu tunazungumzia hayo ya miaka karibuni tangu mwaka 2010, saizi mwaka 15 kuelekea 16 huyo tumetokezea hayo. Lakini angalau kwa sababu umeishi katika nyumba ya mwanasiasa, ulelewa kisiasa, utakuwa unajua pia ni pilika za kiasi zilivyo. Unaonaje kuhusu maoni ya mtazamo wao kuhusu utashi wa kisiasa wa kiongozi wa juu aliyeshika madaraka hivi sasa unapomlinganisha na Aman Karume miaka 15-16 iliyopita nyuma? Assalamu alaikum. Kwanza wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwenye suala hili la utashi nauona utofauti kidogo. Nauona utofauti. Awamu ya kwanza ya Dr. Aman Karume hakuwa muumini sana wa maridhiano, na alikuwa akipiga vijembe hadharani kabisa kipindi kile. Lakini awamu ya pili mindset yake ilibadilika, na nadhani alitaka kuweka historia, naondoka lakini ikitajwa vyema. Na ndio maana kila Mzanzibari leo utamkuta anamtaja vyema Dr. Aman Karume, kwa sababu kama ni turufu tunasema alicheza wakati sahihi. Wakati wake kumaliza uongozi wake ndipo alipocheza turufu ya kujaribu kuleta umoja na mshikamano kwa Wazanzibari, na ndiyo ikawa chanzo cha kuzaliwa serikali moja ya kitaifa. Kwa hiyo kwanza tuseme alicheza vizuri sana karata yake alicheza vizuri sana kwenye wakati ambao anamaliza madaraka yake. Ndipo sasa, na ukiniambia mimi nitakwambia naona dhamira ya dhati ilikuwa zaidi kwa Dr. Aman Karume, kwa sababu alisimama kwenye wakati mgumu ambao akipigwa vita hadharani na wenzake, lakini yeye alikuwa na msimamo wake. Huyu tulionaye sasa, dhamira ya dhati inaonekana, tunaanza kuisoma, lakini dhamira ya dhati kwake tunapatwa mashaka na kauli zake za miezi miwili nyuma. Amerudia mwenzangu Abdul Fattah hapa, sema kabisa alikuwa akifanya ziara kwenye mikoa, alikuwa anazungumza kwamba hatutakubali kuburuzwa kwenye mazungumzo yetu na wanachokitaka wao. Kwenye kauli za kufikirisha, hii ni kauli moja, kana kwamba je, CCM watakuwa tayari kwenda kwenye maridhiano ambao kwao yanaweza akawa hatarishi? Tunaweza kujiuliza na kuweka alama kuuliza, watakuwa tayari kwenda kwenye maridhiano ambao kwao yatakuwa hatarishi? Kama kuna vitu ambavyo naamini chama cha siasa kinaweza kujivunia na kuwa njia kupata madaraka kila wakati, uchaguzi wa siku mbili, hii ni turufu muhimu sana kwa CCM kwenye kuchukua ushindi au kufanya kile wanachokifanya wao. Na hii sitaki kuamini haraka kama kweli watakuwa tayari kuiondoa, kwa sababu ndio wale ambao wamezungumza mazingira hatarishi kwao na hawatakuwa tayari kuburuzwa. Lakini suala la jingine ambalo tunaweza kuliona ni kuhusiana na tume ya uchaguzi, muundo wa tume ya uchaguzi.
haya yote yanakupa dalili na kupata ishara kabisa kwamba wakikubali maanake ndio ile tafsiri ya kuburuzwa sasa. Sasa ukitizama nafsi za watu wawili hawa unaweza kuona utofauti. Dr. Aman Karume walikuwa na serikali moja kitaifa, wameiunda na ikaja paka sasa. Sasa hapa kuna mabadiliko mengine. Mimi binafsi napata hofu, ingawa natamani lifanyike. Lakini napata hofu kwa sababu kuna vitu ukikubali manake wanaridhia au kuweka mazingira hatarishi na kuendelea kutawala Zanzibar. Ndicho ambacho mimi nakiona kwenye hili. Kwa hiyo nafsi za ukweli na nani kama ulikuwa unazungumza kabisa, unaonaje muktadha wao hawa watu wawili? Napata wasiwasi kidogo mimi, kuna utofauti. Otherwise labda ni njia ya kuridhia madaraka kuwatoka awamu inayokuja, labda iwe hivyo. Unakusudia kusema Mohamed kwamba ikiwa yatekelezwa makubaliano haya ambayo tunazungumzia hivi sasa, yatamaanisha kwamba CCM inapoteza madaraka, na kama hivyo ndivyo wenyewe basi, kama hivyo ndivyo wenyewe basi inamaanisha kwamba akiwa mwana CCM, kiongozi wa CCM Hussein Mwinyi ana wajibu wa kulinda madaraka ya chama chake. Si unavyokusudia hivyo? Naam. Lakini sasa hiyo maana ni kwamba unapomlinganisha na Aman Karume pia hakutaka chama chake kupoteza madaraka. Bila shaka Aman Karume ni mwana CCM, ni mtoto wa muasisi wa Zanzibar. Kwa hivyo huwezi kumtenga kabisa na madaraka ya Zanzibar, kwa sababu ana mishipa, ana kila namna, kama alivyokuwa Hussein Mwinyi ambaye ni mtoto wa rais aliyekuwa rais Zanzibar. Aman Karume ni mtoto wa aliyekuwa rais Zanzibar pia, lakini Aman Karume aliona mbali zaidi kwamba madaraka ya Zanzibar ya namna ya kuweza kuyapata pale ambapo wananchi wa Zanzibar wameyatoa madaraka hayo. Ndio maana akaitisha akakubali kufungua milango ambayo imepeleka maridhiano na serikali ya umoja wa kitaifa. Lakini swala langu linakuja hapa kwamba kwa nini ikawa kama ni hivyo, Hussein Mwinyi awe umuone kwamba yeye ana walakini kwenye dhamira yake ya kisiasa, kwa sababu vote ilivyokuwa napata shida. Serikali ya kitaifa inasema kwamba hakuna anayepoteza. Ndio maana wakawa na serikali, unapokuwa na serikali ya kitaifa maana kwamba hakuna ambaye anapoteza. Yote ambaye anaingia madarakani, mwenzake alomtangulia katika uchaguzi, naye pia anaingia katika serikali hiyo hiyo. Tunaweza kuwa na tafsiri hiyo, kumradhi, kwamba hakuna anayepoteza, lakini mimi napingana kidogo. Yuko anayepoteza. Na zaidi mtu wa pili anapoteza, kwa sababu na hii ndio unaotupa mtazamo kabisa kwa serikali moja ya kitaifa ina kasoro pia nayo kwenye muundo wake. Mtu wa pili anaingia makamu wa kwanza wa rais. Makamu wa kwanza wa rais ambaye hata kwenda baraza la wakilishi inahitaji ridhaa maalum ya wajumbe. Hawezi kuingia. Lakini pia ule muundo uko kwenye makamu wa kwanza wa rais, uko kwenye mawaziri ambao watapata wizara zile. Kwa hiyo unaweza kuona kuna kasoro. Kuna kundi kubwa la watendaji chama kinachopata nafasi ya pili hawamo, ambao ndio wana mamlaka na nguvu ya kutenda kwenye serikali, wao hawamo. Kwa hiyo unaweza kuona kuna kasoro hii. Kwa hiyo tafsiri kwamba hakuna anayepoteza si sahihi sana. Mimi kwa mtazamo wangu, yuko anayepoteza. Anayepata nafasi ya pili anakuwa kama kitu tu kwa sababu ya katiba yupo, lakini hana nguvu, hana mandate yote ya kufanya. Kwa hiyo lazima tukubali sote kwamba yupo anayepoteza. Anayeshika nafasi ya pili kwa muundo huu uliopo mpaka leo hii, maana yake anapoteza. Lakini kwa sababu labda tafsiri za kisiasa na kuridhisha umma kwamba hakuna anayepoteza, hii mimi sitaki kuamini sana, yuko anayepoteza. Lakini kwenye hili swala ukaniambia kwa labda hiyo swala la mjadala pala penginepo, ndugu yangu Mohamed Khamis, kwa sababu nakubali kwamba utamaduni wa kisiasa umeelekeza hivyo kwamba anaoshika nafasi ya kwanza ndiye ambaye anaunda serikali na ndiye ambaye anaamua juu ya mwelekeo wa serikali. Lakini hivyo sivyo inavyosema katiba ya Zanzibar pia, wala sivyo inavyosema utamaduni wenyewe wa kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa katika nchi ambazo serikali kama hizo. Ni kwa sababu tu ya hayo mazoea mabaya machafu, na pengine yalifanyika makosa pale mwanzoni, wakati wa serikali ya mwanzo kabisa ya umoja wa kitaifa walifanya makosa ya kutokuweka na sawa katika hili, kwa sababu haimaanishi hivyo. Kuna kitu inaitwa minimum policy wanapoita wenyewe katika nchi sisi, kwamba mkiingia vyama viwili au vitatu kwenye uundaji wa serikali mnaandaa minimum policy ya pamoja, ndio ambayo inaongoza nchi na sio tena zini sera za vyama viwili. Nukta nyingine si pala pake hapa. Nataka kujua tu kuhusu mtazamo wako sasa kuhusu kwa nini dhamira ya kisiasa ipo au ilikuwepo kwa Aman Karume na huioni kwamba ipo kwa Hussein Mwinyi.
Kija kwenye swala hilo, kwa mtazamo wangu mimi nimepata mashaka siku ya kwanza. Ile siku ya kwanza nilipata mashaka, nilikuwa nafuatilia yale yanayozungumzwa, ambao kiu ya watu wengi huku nje, kina sisi huko kitutizama, tulitamani kujua kinachokubaliwa ni kipi. Lakini wakati anaeleza katibu mkuu kiongozi, alikuwa anaonesha inawezekana wengine hatukufahamu, lakini kana kwamba miezi yote hiyo kulikuwa kunatengenezwa hoja za kwenda kujadiliwa. Sasa sisi wengine tulifahamu kabisa kwamba kipindi chote hicho kulikuwa na mazungumzo na yamemaliza, sasa kuna kwenda utekelezaji. Lakini inanipa ishara ambayo sifikiri kwangu mimi kama ni mtazamo mzuri, kwamba sasa tunaunda timu ambayo sasa hii timu itakwenda kufanya shughuli nzima za kujadili na kutekeleza. Sasa tujiulize kwenye miezi yote 8 hii kwamba walikuwa na ajenda lipi liingie kwenye mazungumzo, lipi siingie. Sasa unaweza kuona kama tulitumia muda mkubwa kwa ajili ya kuandaa ajenda ambazo zinakwenda kuzungumzwa, na huko napata hofu moja, kama ajenda hizi, je, upande mmoja zisipokubali, manake mambo haya hayatatekelezwa? Hili ndio ambalo nipa shida mimi. Kama zinaendelea ajenda tayari zipo, sasa kunaundwa timu ya pande zote mbili, watajadiliana. Nataka kujiuliza kwenye akili yangu, haya majadiliano yao yote wawe kila kinachojadiliwa kitakubaliwa? Kama kila kitakubaliwa, kwa nini wasipitishe sasa hivi tu tumekubali na ile? Hasa majadiliano yanazaa hoja ambazo inaweza zikakubaliwa na zikakataliwa. Na je, lisipokubaliwa maana yake itakuwa nini? Hapa ndipo napopata mashaka. Kama kuna sehemu ambayo inanipa shida, na inaweza Mwenyezi Mungu asijalie ikaleta kutokukubaliana kwa hawa watu, ni kwenye hizi hoja, kwenye hicho kikao chao cha mjadala, pande zote mbili hizo zikijadiliana hizo. Sitaki kuamini sana mimi kama kila mmoja sawa twende. Kama sawa twende, kulikuwa hakuna haja ya kuundwa timu. Kwa hiyo kukiundwa timu watakwenda kujadiliana, wakijadiliana napata hofu mimi kuna upande mmoja ukakataa na upande mwingine ukaongeza nguvu. Kwa hiyo unajisikia kama kikao hivi au tume hii imeshindwa kufikia makubaliano haya na tukarudi kwenye mkwamo. Lakini kwa kumalizia mimi nataka nizungumzie jambo moja ambalo inawezekana watu hatujaelezwa sana. Nchi hii Hassan si ya CCM, si ya ACT Wazalendo, ni ya Wazanzibari wote. Kuna watu hawana chama cha siasa chochote, lakini ni Wazanzibari ambao wanakerwa na yanayotokea kila leo, kuendelea kuyaficha mambo yale, kuyatoa hadharani, kuyaficha. Maanake ilikuwa tunawakosea Wazanzibari wale ambao si wa chama cha CCM wala cha ACT Wazalendo. Nilitamani kesho na kesho kutwa ni waone CCM wanatoka hadharani kuzungumza na wanachama wao kama alivyotoka Osman Masudi toka juzi, jana na leo. Why mpaka leo CCM wamekaa kimya, hawaendelea kwa wanachama wao jambo hili? Maana yake nini? Sasa kuna vitu kwenye akili ya kawaida vinakupa mkwamo na mawazo, ufikiri kuna nini. Lakini yote kwa yote tuseme hatujachelewa. Mimi naamini kama kuna nia safi tutaiona, lakini kuna kila alam inapiga, kuna wakati kwenda kuona kama lile kundi la pili haya ni yale, na wanaofanya hivi hawakosei, ni fikra zao pia. Naam, asante sana. Asante sana. Mohamed Khamis. Alsali, umemsikia kijana wako Mohamed Khamis na najua maswali yake hii hasa upande wa pili alipoulizia kuhusu kwa nini yale ambayo wamekubaliwa hizo ajenda, kwa nini hazikutajwa hadharani? Kwa sababu hazikutajwa pale siku ile ya tamko liliposainiwa tamko, lakini zilisainiwa, na kama ambavyo tumeanza kusikia kuanzia jana na leo hii tumezisikia kwamba zinatamkwa ni 1, 2, 3 kama ambavyo ulisema kabla, ulizungumza kabla. Lakini nataka kujua kwa mtazamo wako Al Saleh, kwa nini kuna huo kakasi ambao anauliza Mohamed Khamis hapa? Kwa nini CCM nao wasitoke hadharani wakasema 1, 2, 3 ndio ajenda ambazo sasa tunakwenda kuzitekeleza? Kwanza sijui Mohamed ni mwite katika Swahili ni far right au ni far left kwa sababu kaja na mawazo makali kidogo, lakini naamini vijana. Sasa kwanza nataka tusianze na kusema hatuna imani na commitment ya Rais Mwinyi. Sio tu tumpe benefit of doubt, tumpe haki yake kwamba yeye alikuwa na nafasi ya kushiriki tangu mwanzo mpaka mwisho, kakaa mpaka imetoa saini. Kwa hivyo hakuna nia kubwa kama hiyo aliyoifanya, kukubali kwamba yeye akae azungumze na vikao vingine kakaa yeye mwenyewe binafsi, mbali ya vile ambavyo kaingia Rais Amani
na rais walani Sheni na Babu Duni na Mwinyi na Omo, lakini kuna kwa vingine kaingia binafsi. Kwa hivyo jamani, tusianze kwa kuhofu kwamba kwa sababu at the end of the day yeye ndo kama ndo mdhamini mkuu ndani ya Zanzibar wa swala hili, na kama kweli alisema, alikwenda mitaani akaambia watu wake hatakwenda kuburuzwa huko, pengine kama ni kweli, basi naamini alikuwa ndio njia yake ya kuwachukua watu wake, naamini mimi, sawa, kwa sababu kama unavyojua watu wake wengi ndio hao tunaamini pengine wako katika kundi fulani. Sasa akiachukua anavyotaka yeye, pengine asingefanikiwa, lakini tumeona mafanikio yake. Imesainiwa tamko na limesainiwa hayo mambo 10 yaliyotajwa, si 10 kadhaa, amesainiwa na yeye ni shuhuda namba 1 kwa maana ya Zanzibar. Na kama walivyosema kule, kuwepo kwa Rais Samia kuna nukta maalumu ya umuhimu kutaka kuhakikisha kama jambo linafanikiwa. Halafu mimi sioni mambo mengine tuanze kujadili hapa, mambo ya yote yangejadiliwa yakakubaliwa yakasainiwa, tungefika mpaka 2000 na huko hatujamaliza, 20 na hatujamaliza. Lakini ndo kawaida ya mapatano kama haya, mnapatana katika mambo ya msingi kwanza. Kutoka na mambo ya msingi mnakaa pembeni, mnasema kwamba sasa hivi tunajadili moja baada ya moja kwa hatua kadhaa. Naamini kutakuwa na ratiba, naamini kutakuwa na usimamizi, naamini kutatungwa na sheria. Kila kitu kinachopaswa kutungwa sheria kitungwa sheria. Naamini kila upande utashiriki kadri ambavyo unaweza kushiriki na uhalali wa kushiriki. Kwa hivyo tukianza kuhoji baadhi ya vitu, ni kama sisi wenyewe tunajiwekea gurunzi au tunajiwekea kizingiti mbele yetu wenyewe sisi, wakati sisi ndio tulipigania haya. Basi wananchi tuwape fursa viongozi wetu, baada ya miezi 8 wametufikisha hapa, tuone, kwa sababu hiyo sheria lazima kadri inavyowezekana kikao cha baraza la wawakilishi kinachokuja itatungwa, lakini kuna kamati itaundwa immediately. Pengine tukiamka Jumatatu, pengine majina yashakwenda huko, pengine tukiamka tumechelewa, pengine Jumatatu Alhamisi itaundwa, kwa sababu imeshasema kamati hiyo itaundwa haraka inavyowezekana. Halafu baadaye watachambua, baadaye utapangwa vitu, lakini vitu tuamini kwamba uongozi ni ya safi imeonyeshwa, na kwamba kikao tamko lile limepitishwa na kamati kuu ya CCM, na upande wa ACT tayari waliwapa viongozi wao walikuwa wakisimamia mandate ya kwenda kunegotiate, mandate ya kwenda kuingia kwenye makubaliano. Sasa halafu sisi wananchi tusiwaamini upande wa CCM, tusiwaamini upande wa ACT, tutakuwa tunafanya nini? Kwa hivyo nafikiri tusiutie makubaliano haya nia ya kutia shaka, tuamini, lakini tuwe na haki. Kila baada ya muda angalau tuwe tunaona kitu fulani kimefanyika, tuseme yes, angalau moja lishafanyika. Kila baada ya muda tuone, kwa sababu kuna vitu vingi vya kufanya, vitu vingine hatuwezi kuviendea. Kwa mfano uharamia uliopita katika uchaguzi, huwezi tu kukaa siku 2 ukasema tunaupitia. Lazima kuwe na makubaliano namna tutakavyoendelea kufanywa, uchunguzi ufanye namna gani, mipaka iwe katika kitu gani, conclusion baadaye tunazifanya nini itakayopatikana kwenye ID, kwenye tume ya uchaguzi, kwenye haya. Kwa hivyo haya mambo yako mengi. Nchi hii itafanya kazi kubwa sana, watu wa nchi hii watafanya kazi kubwa sana kwa muda wa miaka 4 ijayo, 4 na nusu ijayo. Itakuwa kazi yetu sisi tufanye kila kitu ili ikifika mwaka wa uchaguzi angalau kiwe kila kitu kishakaa sawa, lakini usitarajie tukiamka kesho na kesho kutwa kila kitu kimefanya. Hiyo ndio fikra zangu mimi, na mimi naamini tunapaswa kumpa thamani ya kumwamini Rais Mwinyi katika hili mpaka iwe vinginevyo, lakini tusimhukumu hivi sasa wakati yeye alishiriki mazungumzo na akaridhia na akakubali haya mambo yafanyike. Mimi nafikiri tumuunge mkono. Najua kwamba atakuwa na upinzani,
kwa watu wake, lakini yeye ana nia na tumpe nafasi hiyo mpaka itakapoonekana vinginevyo. Asante. Niliambiwa kuna taaluma inaitwa Shazia Saleh, niliambiwa kuna taaluma inaitwa expectology. Ipo. Na wewe utakuwa ni expectologist. Ipo. Uko na mimba una expect mtoto tu. Pengine afike miezi 9. Wewe utakuwa ni expectologist. Maana yake unatoa taaluma ya expectology. Taaluma kuhusu matarajio. Asante. Abdul Fattah Musa. Naam. Abdul Fattah. Albato, kundi la kwanza huyo. Kundi la kwanza. Asante. Sasa sisi wengine tunacheza kote kwa la kwanza na la pili. Mohamed kajionyesha wazi kama yeye kundi la pili. Mie sipo la tatu, lakini katika hayo mawili. Na wewe useme kama kundi la pili tu. Naam, Abdul Fattah Musa kwanza wako kabla hajakuja na Salma na Muhammad kumalizia, maana yake najua kwamba tumeshakaa muda takriban saa nzima. Abdul Fattah Musa. Naam alhabib. Naam. Tuje katika kuangalia kwa nini na sio nini. Na kusema sio nini kimo katika makubaliano kama tukijua hatukijui, sio nini kimetamkwa siku ile tarehe 9 Alhamis pale Ikulu kama tulikubali, lakini kwa nini? Kwa nini Zanzibar inahitaji kuwa na maridhiano? Kwa nini Zanzibar inahitaji kuwa na umoja na mshikamano? Pengine hii kwa nini ikawa ndio hoja kubwa inayotosha kwa haya makundi yote matatu kuona uhalisia ulioko mbele yao. Kwa nini tunataka maridhiano? Kwa nini tunataka umoja wa kitaifa Zanzibar? Tunahitaji maridhiano, tunahitaji umoja wa kitaifa kwa sababu tutake tusitake, hii hali ambayo tumekuwa nayo tokea uliporejeshwa tena mfumo wa vyama vingi vya siasa ni hali ambayo kwa kweli imeiumiza sana Zanzibar. Imeumiza sana kwanza katika upande wa swala zima la maendeleo, na imeiumiza Zanzibar hata katika masuala ya kijamii na masuala ya kiutamaduni. Nadhani katika moja ya majadiliano ya dira ambayo yalifanyika nyuma na nikafuatilia katika suala zima la kuporomoka kwa maadili Zanzibar, na kama sikosea nadhani Bi Salma katika watu ambao waligusia hilo, ni kwamba watu wameshindwa, Wazanzibari wamepoteza muda mwingi wa kutoshughulikia masuala ya maadili, masuala ya malezi, masuala ya kujenga jamii yao kutokana na siasa. Siasa zimeteka akili za watu kushughulishwa na mambo ya siasa ambayo hayajapata muafaka wala hayajapata ufumbuzi, na badala yake upande wa pili ni kwamba jamii imetelekezwa, malezi yametelekezwa, na hizo siasa ndizo ambazo kwa kiwango kikubwa zimeuteka utamaduni, maadili na silka za Wazanzibari. Kwa sababu tutake tusitake, mambo mengi ambayo yameivuruga leo Zanzibar kimaadili, mambo ambayo yamechangiwa na athari hizo za kisiasa ambazo hatuna haja sasa kuzifungulia mjadala mwingine katika maudhui hii tunayozungumza hivi sasa. Kwa hivyo ukweli unabaki ni kwamba tunahitaji suluhisho la msingi kabisa katika swala hili, na mimi labda hapa nichokoze au nichokonoe kitu kimoja ambacho nataka kusema kwamba kama kweli tuna nia ya dhati, kuna mwanasiasa mmoja maarufu Zanzibar na anajulikana katika wakongwe wa chama tawala, yeye amekuwa ni mpinzani wa serikali ya umoja wa kitaifa, kwa maana ya kwamba kulifanya hili ni suala la kudumu. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kwamba ili siasa za kidemokrasia zifanikiwe, na mafanikio makubwa ambayo wamepata wenzetu wengi duniani kupitia siasa za vyama vingi na siasa ya kidemokrasia, ni kuwepo chama tawala na kuwepo chama cha upinzani ambacho kinakuwa ni polisi wa kukosoa, wa kuibana, wa kuishinikiza serikali katika mambo yake. Bila shaka ni kwamba ikiwa tutakuwa tuna mfumo huu kama ndio kitu cha kudumu na cha milele, kwamba sisi tunaunda serikali ya umoja wa kitaifa, aliyepata wa pili anashiriki kwenye serikali, tunagawana madaraka, hakupatikani kweli upinzani ambao utakuwa unakosoa serikali kwa nia dhati ya kuweza kuona maendeleo yanapatikana, huenda ikawa tukachelewa sana katika maendeleo yetu. Na hapa ndipo tunapoweza tukaona kwamba ni kweli kwa namna fulani ni kwamba kuundwa kwa JNU au SKU au SUK, haya ni mambo ambayo katika hatua ya kwanza lengo lake limetaka
kuifanya jamii yetu itulie, maridhiano yapatikane, kuaminiana kuweze kupatikana, kwa sababu ikiwa hali ya kuaminiana itapatikana kikwelikweli, huenda tukafika pahala tusihitaji tena kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Yaani utaona kwamba kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa katika mfumo wetu wa siasa ni kama kwamba nayo pia ni chanzo cha kuto kuwepo hali kamili ya kuaminiana, ya kutoaminiana. Hali ya kutoaminiana ndio ambayo imechangia hali hii, na ndio maana kuna baadhi ya watu ambao wamewahi hata kusema kwamba katika viongozi waandamizi wa CCM kwamba kuja kwa serikali ya umoja wa kitaifa ni kama kwamba kumeletwa kwa ajili ya kutaka kuwatoa hofu CCM, kwamba ikitokezea siku ya siku kwa bahati mbaya lolote, Mungu aepushie mbali, wapinzani wakaongoza katika serikali, basi na wao wajue kwamba hawatopoteza moja kwa moja na watakuwa wana njia ya kuwadhibiti wapinzani wasije wakafanya kile ambacho pengine wao kwa mtazamo wao kitakuwa kinakinzana na maslahi na malengo ya mapinduzi na vitu kama hivyo. Kwa hivyo nataka kusema kwamba hata hapa tunapokwenda sasa katika serikali ya umoja wa kitaifa, kwa hakika mimi naamini vile vile kwamba sio hasa kituo au destination yetu, au hii ndiyo ghaya na lengo kuu kwamba hapa tutakuwa tumefika. Yani tuamini hivyo kwamba tunahitaji kweli tufike pahala turidhie kuwa na serikali, tunakuwa kweli na chaguzi huru kama tunavyoona wenzetu duniani kwamba chaguzi zinafanyika. Wewe uko uzunguni unayafahamu sana hayo. Ndani ya siku hiyo moja nchi nzima anajulikana nani kashinda, aliyeshindwa anampongeza aliyeshinda, watu wanashughulikia kuleta maendeleo ya nchi yao. Halionekani kwamba ni jambo la ajabu kwamba kwa nini serikali ya chama hiki imeondoka, chama kingine kimeshika madaraka. Tuna safari bado ndefu kwa hakika. Kwa hivyo nataka kusema kwamba hata hili suala la maridhiano na kuweza kurekebisha masuala ya serikali yetu moja wa kitaifa, kwa mtazamo wa mbali sana, tuna haja kuliona kama hili nalo ni jambo la mpito. Tufike pahala kweli sisi kama Wazanzibari, kama alivyosema Sheikh Mohamed hapa kwamba tuondoe katika vichwa vyetu zile dhana za kuona kwamba Zanzibar ni milki ya watu fulani tu, Zanzibar ni milki ya chama fulani tu ila yaumil qiyama. Tukubali kwamba hii nchi ni ya Wazanzibari wote, sote tunaona mapenzi baina yetu, sote tujione kwamba ni Wazanzibari ambao ni Wazanzibari kamili sote. Hakuna Mzanzibari nusu, hakuna Mzanzibari wa daraja la kwanza na wa daraja la pili. Sote ni kitu kimoja, bila kujali rangi zetu, bila kujali dini zetu, bila kujali hata asili zetu. Lakini Zanzibar ionekane kwamba ni Wazanzibari wote na iwaunganishe Wazanzibari wote bila kujali chochote kile ambacho wanatofautiana wenzao. Asante sana Abdul Fattah Musa kwa kutujibia swali la kwamba kwa nini tunahitaji kuwa na umoja wa kitaifa na maridhiano ya Wazanzibari, na ukipiga ukisema kwamba hata hiyo nayo isichukuliwe kwamba ndio mwisho wa tunapotaka tufike, la, ni njia ya kutufikisha pale pakubwa zaidi pa kuheshimu na kuhudumisha uhuru wa Mzanzibari na heshima yake na uamuzi wake ndani ya nchi. Salma Saidi, swala kama nilomuuliza Abdul Fattah Musa nitakuuliza upande wako, lakini kwa wewe nitataka nielekee zaidi kuhusu namna ambavyo unaangalia uhusiano baina ya haja ya kuwa na maridhiano wa Zanzibari na muktadha wa historia ya nchi yetu. Vipi pana uhusiano baina ya vitu hivi viwili unavyodhani, ili tuweze kutumia historia kama ni sehemu na sehemu ya kujenga maridhiano, sio sehemu ya kuyavunja maridhiano yenyewe? Haja ipo kubwa, na muhimu zaidi ni kwamba mimi sina shaka yoyote na watu ambao, timu ambazo zimesimama kwa pande zote mbili, kama ambavyo sikuwa na shaka kwenye timu ambayo ilikuwa ya Dr. Amani Karume na mwenyewe Maalim Seif, ambayo kwa upande mmoja ulikuwa ukiongozwa na mwenyekiti ambao alikuwa marehemu Nasor Moyo. Lakini hata hii sina shaka nayo, kwa sababu naona ni watu wazuri, watu ambao ni wenye ufahamu mkubwa sana, watu ambao wanajua historia ya maridhiano na miafaka, na wanachukua reference za huko nyuma tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Kwa hivyo mimi naamini kwamba kwa hali yoyote ile hawatizami tu maslahi ya vyama, bali wanatizama maslahi ya Zanzibar na mwenendo wa Zanzibar wenyewe utakavyokwenda. Na ninachokiamini kwamba
kwa kuwa tumeshaingia katika maridhiano mengi ya huko nyuma pamoja na historia, basi watasoma au watu watajifunza kutokana na yale yaliyotokea, kwa sababu ukitizama unaona kabisa kwamba jinsi watu walivyovunjika moyo, walivyokuwa hawana imani na wanajua kwamba chanzo cha haya maridhiano ni nini. Wengi wao wanajua kwamba kinatokana na chaguzi zetu zisizofuata demokrasia ya kweli, zisizofuata misingi ya haki za binadamu, zisivyofuata misingi ya ukweli na haki. Kwa hiyo wengi wanafahamu kwamba tunaingia katika hii migogoro hata kama inatatuliwa, lakini mara nyingi kinachosababisha hasa ni hizi tume za uchaguzi na viongozi ambao wana mamlaka. Kwa hiyo kwa kuzingatia hilo, mimi naamini kwamba hizi timu zitafanya kazi vizuri na zitajua hakika kwamba tunapokwenda sasa tukiwa tutafanya yale yale, basi tutapoteza si tu wanachama, lakini watakuwa wamepoteza imani kabisa. Kwa hivyo kitu cha msingi na cha kwanza ni kurejesha imani ya wananchi. Wananchi wawe na imani na viongozi wao, sio viongozi wa vyama, lakini hata viongozi wa serikali. Na mimi naamini kwamba ikiwa watu hawakusoma kwa yale yaliyopita, basi sidhani kama watasoma zaidi au watafanya zaidi kitu chengine manake. Kwa maana naamini kwamba mara hii kila mmoja atataka afanye vizuri. Niliandika hivi karibuni kitu, nilisema kwamba Dr. Amani Karume aliingia kwa mlango mbaya, lakini akatokea kwa mlango mzuri, yani kajua kutafuta mlango mzuri wa kutokea. Kwa hivyo hali kadhalika hata huyu Dr. Hussein Mwinyi na yeye pia kaingia kwa mlango mbaya wa 2020, lakini kwa haya maridhiano pengine na yeye anatafuta mlango mzuri wa kutokea. Na hapo ndio mwisho. Naam, asante. Mohamed Khamis, nitakuja kwako kama kijana sasa. Kama kijana wa Kizanzibari, unajiona kwamba una sababu gani? Kwa nini uunge mkono wana umoja wa kitaifa na maridhiano Zanzibar kama kijana wa Kizanzibari? Of course nahisi kuna haja ya kuunga mkono kuwepo kwa umoja, serikali moja ya kitaifa Zanzibar, kwa sababu ni sehemu ambayo inatupa amani, inatupa faraja, inafanya shughuli zetu, ingawaje kuna tatizo bado, hata kama tunaunga mkono tatizo hili ambalo, kwa sababu lazima tukubali ukweli kwamba uwepo kwa serikali moja ya kitaifa ni zao la kutokutendeka haki, kwa sababu haki haitendeki, ndio maana kumekuja serikali moja ya kitaifa. Lakini haki ingetendeka, kungekuwa na serikali hii moja ambayo ingepata ridhaa za watu na ikachaguliwa na ikafanya maendeleo. Lakini kwa sababu haki haitendeki na migogoro ya kila siku, ndio tuliamini kabisa kwamba tunatengeneza serikali moja ya kitaifa kwa sababu tu tunaondoa migogoro, tunaondoa chuki na kupigana, kutokuana, lakini source ni haki kutokutendeka. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba serikali moja ya kitaifa ni zao la haki kutokutendeka, ingawaje tunapaswa kuunga mkono, nafsi zetu ziridhie, kwa sababu tu tunachelea mengine ambayo yasitokee, licha kwamba yanatokea. Hata awamu iliyopita pia yametokea, tumeona mauaji, tumeona watu wamevunjiwa, wamefanywa nini, pamoja na uwepo serikali moja ya kitaifa. Lakini tunaunga mkono kwa sababu tunaamini siku moja ikisimamia kweli kweli, dhamira zikiwa za kweli, haya yanayotokezea hayatatokea. Lakini lazima tuseme kabisa kwamba tunaunga mkono, na tukiunga mkono tunajua kabisa wengine kwamba hii serikali moja ya kitaifa ni zao la haki kutokutendeka. Lakini kama haki ingetendeka, kusingekuwa na serikali moja ya kitaifa, na tungepata chama ambacho kingeongoza Zanzibar kwa ridhaa ya watu wote na kwa kuchaguliwa kwa kura na kushindwa kweli kweli. Nikupe mfano Mohamed, mimi leo kwa mfano nikitumia sheet ya Excel naweza kuoperate hii election hii saa 12 wataanza ya kura, saa 1:30 usiku matokeo rais anajulikana nani. Tena sheet ya Excel kawaida tu. Sasa lakini kwa sababu ya haki kutokutendeka tunakwenda mpaka 3 days 4 days, na ndio maana kukazaliwa serikali moja wa kitaifa. Kwa hiyo tuseme, lazima tukiri ukweli kwamba serikali moja ya kitaifa Zanzibar haikuja kwa sababu
kwa sababu watu wanaridhiana. No, imekuja kwa sababu ya haki kutokutendeka. Ndio maana mbadala ukaonekana kila mtu awemo kwenye vyama hivi viwili vinavyoshika nafasi ya kwanza na nafasi ya pili. Kwa hiyo tuseme serikali moja kitaifa tunaunga mkono, lakini bado tunatamani kuona haki inatendeka, na siku moja anayeshinda kweli aongoze Zanzibar. Na naamini huko mbele, lazima tukubaliane ukweli, huko mbele pengine itakuja kuondoka serikali moja kitaifa, pengine haki ikisimama na atakayeshinda kweli akawa rais Zanzibar. Naam, asante Mohamed Khamis. Ali Saleh Albato, kama kawaida yako, tutilie fatha, tufungie mazungumzo yetu ya leo. Na swali kubwa kwa wewe ni hili, kwamba unauonaje mustakbali wa Zanzibar sasa, kwamba tamko la pamoja limetiwa saini pamoja na hoja zake, ajenda zake ambazo zimekubaliwa katika mazungumzo, na tangu mwanzo umeshajibainisha kwamba wewe ni mtu wa expectology, mtu wa matumaini kwamba mambo yatakuwa mazuri, lakini nitakusudia kwamba unapotumia pia historia, manake miongoni mwa ilofanya kundi la pili alilotaja Othman Masoud la watu ambao wanataka lakini wana hofu ni mazoea ambayo uzoefu ambao wamekuwa nao tangu 1999 mwafaka kwanza ule wa Juni 1999 chini ya Salmin Amur na Maalim Seif wakati huo, tena ukaja mwafaka huo wa 2009 chini ya Aman Karume ambao ulivunjwa tena kufikia 2015, tena kupitia kipindi hicho cha samani kwanza kabla hapo kwa mwafaka 2000 baada ya mauaji 2001, tena ukaja tena mwafaka mwingine 2009 ukapeleka serikali ya umoja kitaifa 2010. Baadaye ikavunjwa serikali yenyewe 2015 baada ya kufuta uchaguzi kinyume kabisa na sheria, ikawa hapana tena kabisa kuhusu kama ridhiana alikufa wanavyosema wengine kipindi kile. Na sasa 2020 Maalim Seif aingia serikali kwa matumaini kwamba kuna mambo yatarekebishwa, hakuna ambacho kimerekebishwa. Kwa hivyo yote haya ni uzoefu ambao kihistoria unawapa watu wa kundi la pili hoja na haja ya kusema kwamba hapana liwalo. Je, nataka tupe mbali tu ya kuwa na benefit of doubt, kumpa haki ya kumsikiliza, kumpa haki ya kumheshimu alijitolea upande wa CCM katika kusimamia haya, lakini kwa nini watu waamini nje baada ya yote haya? Ni kweli kama alivyosema, kuna trend ya kihistoria iliyotokezea, na kama anavyosema Mohamed Khamis kijana wetu hapa, kwamba ni kweli kwamba pangekuwa na mteremko au njia nzuri ya haki, basi mifaka yote singetakiwa kutokea hiyo, kwa sababu ilikuwa ndo haki inaendelea. Na historia inatupa matumaini, inatupa sababu ya kuamini kwamba lazima tulete mabadiliko, na kuleta mabadiliko ni sisi wenyewe. Historia inatufunza kwamba mapambano ya kubadili fikra, mapambano ya kubadili hali ya nchi yanadumu muda mrefu. Sisi hapa ni muda mdogo, kwa maana kwamba wengine nchi nyingine huko wamestruggle kwa muda mrefu kutafuta haki zao mpaka mwisho wanazipata. Na sababu kuu ambayo mimi naamini kwamba tuna matumaini ni kwamba naamini chama chetu cha ACT Wazalendo kina nia kubwa sana ya kuleta mabadiliko, kina uwezo wa kuleta mabadiliko, lakini pia kimejitenganisha, kimejiweka mbali na matukio mengine yanayofanana, na kwamba hawako mbele katika kusimamia maslahi ya nchi, kwa maana kwamba ACT muda wote ule imekuwa mbele kusimamia maslahi ya nchi na wananchi, na uongozi wake umesimama imara. Tizama katika hali ya kawaida tu, sisi tumeingia katika uchaguzi, tumeshindwa kwa njia ambazo hazikuwa za halali, lakini tulipoingia tukasema, tuamini, baada ya kushinda uchaguzi tukasema watu wetu waende kwenye baraza la wawakilishi, ili tusitupe nafasi ya kususia au kutoshiriki katika kuleta kuonesha tofauti baina ya chama chetu na chama chingine katika kusimamia maslahi ya wananchi. Na tumeona kwamba baraza la wawakilishi limefanya kazi nzuri sana kwa wajumbe wetu walioko kule 14 15, kwamba imeonekana kwamba tunaweza kusimamia haki za wananchi. Lakini pili, chingine, tizama kwamba kwa miezi 8 kiongozi wetu amekataa au amesema au amejizuia kwamba hana ulazima wa kuingia kwenye serikali moja ya kitaifa mpaka tuweke sawa mambo
tujue njia inaelekea wapi. Lakini pili, tatu ni kwamba sisi tumepata nafasi na tuna mawaziri 4 ambao wanaweza kuingia katika baraza la wawakilishi, lakini tumesema hakuna haja ya kuingia katika baraza la wawakilishi kwanza mpaka kwanza tuweke misingi ya kuonekana kwamba tukiingia katika baraza la wawakilishi makamu wa kwanza akiingia katika serikali, basi kutakuwa na angalau njia ya kufuata na kuisimamia ili kuleta mabadiliko ambayo tumesema tunataka tuyalete, sio kwa ajili yetu sisi tu ACT au wanachama wetu, lakini wananchi wote wa Zanzibar, awe mwanachama wa Chama cha Mapinduzi au mwanachama wa chama kingine chote kile. Kwa maana nyingine, mimi naamini kwamba watu hawajatulia wa kuyajua ajenda zile ambazo zimewekwa kwa ajili ya kujadiliwa na kuwekwa sawa kabla kuelekea kwenye uchaguzi mwingine au kuelekea kuiweka nchi yetu iwe sawa. Kwa mfano, kama mtu angejua sasa hivi ingekuwa ajenda zimeelezwa, lakini ndio kwanza mambo yenyewe yametujadiliwa Khamis na leo Jumapili. Kwa hivyo mimi naamini bado watu waelimishwe, waelezewe na hakika watu wengi watakuwa na sababu kwamba kuna haja ya kuleta mabadiliko. Sio tu swali liwe mimi, pengine hata baadaye utaweza kumuuliza mwananchi mwingine yoyote, kwa nini unaamini kwamba kuna haja kwa mabadiliko, na atakuwa na jawabu nzuri za kukujibu, kwa sababu atakuwa anaona yale mambo ambayo yatasimamiwa ili kuelekea kufanikisha kile kilichosainiwa na yale ambayo tayari yameshatajwa kuwa ndio mambo makuu ambayo yatasimamiwa na kwa miundo maalumu na kwa sheria maalumu. Asante sana kabisa Alberto Ali Saleh, mwandishi wa habari lakini pia mwanasiasa, mwanasheria ambaye leo umekuwa ndo mziri mkuu sababu ya kuwa na nafasi nyingine ya kuwa sehemu ya chama ACT Wazalendo katika ngazi ya kamati kuu ya chama. Na kushukuru pia Abdul Fattah Musa ambaye ulikuwa nasi pia hapa katika uchangiaji, Salma Saidi na Mohamed Khamis. Mtazamaji wetu wa Gumzo la Ghassani, hili ni Gumzo la Dira Zanzibar, lakini maalum kabisa leo hii tulikuwa tunazungumzia maridhiano ya Wazanzibari ambayo yameanza sasa kwa hatua ya kutia saini tamko la pamoja la vyama vikuu vya Zanzibar kwa maana CCM na ACT Wazalendo. Na kama ambavyo Masema Saleh, pengine siku zijazo kutakuwa na mengi zaidi ambayo yatajulikana, yatafahamikana, na hayo akajenga aidha imani au hofu ikaongezeka. Lakini ala kuli hali, kwa sababu Zanzibar ni nchi yetu tunaipenda, tunaitakia kheri, na kuzungumza kwetu huwa tunazungumza kwa sababu ya kutakia hiyo kheri. Hata tunapokosoa tunakosoa kwa sababu tunaitakia kheri nchi yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sana. Dira Zanzibar, Zanzibar.